Tumsifu Yesu Kristu. Wapendwa ndugu zangu, karibuni tutafakari kwa pamoja Dominika ya kwanza ya Kwaresma mwaka A wa Kanisa. Wazo kuu katika Dominika hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwaresma, tunatafakari kwamba vishawishi vipo, lakini tunapaswa kupambana kuweza kuvishinda vishawishi. Wapendwa ndugu zangu, somo letu la Injili linatoka Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 4 aya ya kwanza hadi aya ya 11. Ndugu zangu wapendwa, tupo katika Dominika hii ya kwanza ya Kwaresma mwaka A wa Kanisa, na ujumbe wa Kwaresma mwaka huu kutoka kwa Baraza la Maaskofu unatueleza kwamba ndugu, msichoke kutenda mema. Tunasoma waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Tesalonike sura ya 3 ile aya ya 13. Kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa kufunga, kusali na kufanya matendo ya huruma kwa wenzetu wasiojiweza. Wapendwa ndugu zangu, masomo yetu yanasimulia juu ya uwepo wa vishawishi katika maisha yetu ya kila siku kama wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo hatuna budi kujiandaa kikamilifu ili tuweze kuvitambua na kukabiliana navyo. Katika somo la kwanza tunaletewa simulizi juu ya dhambi ya wazazi wetu wa kwanza, dhambi ya kukosa utii kwa Mungu. Masimulizi haya ni mepesi na yenye kueleweka kwa watu wa rika zote. Hata hivyo, yanabeba mafundisho mazito juu ya maisha yetu ya kila siku. Wapendwa ndugu zangu, mwanzoni Adamu na Eva walikuwa wanaishi kwenye bustani iliyojaa matunda. Mungu aliwaruhusu kula matunda ya bustanini isipokuwa yale ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Zaidi ya hilo, Mungu aliwaumba wazazi wetu wa kwanza wakiwa huru, kwa kuwa uhuru bila mipaka ni utumwa. Ndio maana Mungu aliwawekea mipaka juu ya uhuru wao. Mungu hakuwaruhusu waamue juu ya lipi ni jema na lipi ni baya, kazi ambayo ni ya Mungu peke yake. Je, kwa nini Mungu aliwakataza binadamu juu ya hilo? Ni kwa sababu moja, binadamu hawezi kuchagua kwa usahihi. Pili, uchaguzi wa binadamu huongozwa na vionjo, hisia na mapendeleo binafsi. Matokeo yake ni kuchanganya kati ya mema na mabaya. Wapendwa ndugu zangu, mara zote binadamu anapotamani na kufanya majaribio ya kufanana na Mungu, anajikuta akijiangamiza yeye mwenyewe. Nyoka amewekwa kama mfano wa kishawishi. Ukweli ni kwamba kishawishi hutujia mara tu tunapoanza kuwa na muono potofu juu ya Mungu. Daima binadamu hufikiri kwamba Mungu hatupendi, kwani mara zote hutunyima uhuru na furaha yetu. Kwa bahati mbaya, kishawishi huwa hakipigi baragumu kuwa sasa kinakuja kutushawishi. Ndio maana akili huja baadaye baada ya kutenda dhambi. Mfano, kuangukia katika ulevi, uuaji, uasherati, udanganyifu au kulipiza kisasi na mambo mengine kama hayo. Kwa kutenda dhambi tunajitenga na Mungu. Kwa kujitenga na Mungu tunakuwa watumwa, tunajikuta watupu, kwani kwa dhambi tunalaaniwa. Hata hivyo, nikumbuke kuwa Mungu hamwadhibu mtu, bali kwa kutenda dhambi binadamu anajiadhibu mwenyewe. Mfano, kuharibu ndoa, kuharibu kazi, kuharibu urafiki, mahusiano ya kifamilia, kuharibu uumbaji na kukosa amani ya kweli katika moyo wake. Hii ndio hali halisi inayojitokeza katika maisha yetu ya kila siku. Wapendwa ndugu zangu, katika somo la pili linatueleza juu ya tofauti iliyopo kati ya Adamu wa kwanza na Bwana wetu Yesu Kristo. Adamu wa kwanza alitamani kuwa sawa na Mungu. Matokeo yake ni kwamba kwa dhambi yake kifo kiliingia duniani, adhabu isiyochagua mtu. Adamu wa pili, yaani Bwana wetu Yesu Kristo, alitambua kuwa anamtegemea Mungu, hivyo akabaki mwaminifu na mtiifu kwa baba yake. Mwishoni aliwekwa kuwa ndiye Bwana wa uzima. Wale watakaonyenyekea kama Yesu
hawatakosa thawabu yao. Hivyo ni jukumu letu kama waamini kuchagua upande upi tuufaao. Ndugu zangu, katika somo la Injili tunaletewa masimulizi juu ya vishawishi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alivipata mwanzoni kabisa mwa kazi yake ya utume. Kishawishi, tunajifunza kwenye katekisimu kwamba kishawishi kwa chenyewe sio dhambi, bali ni changamoto inayotupa wasaa wa kujipima juu ya uchaguzi wetu katika maisha. Na ukikubali ndio dhambi, ukikataa sio dhambi. Vishawishi vilivyoorodheshwa hapa ni mustasari tu wa vishawishi vingi ambavyo Yesu alikumbana navyo katika maisha yake hapa duniani. Katika yote hayo, Yesu hakufadhaishwa, daima alimshinda shetani kwa vishawishi vyake. Nasi tunaalikwa kumshinda shetani kwa vishawishi anavyotushawishi navyo, kwa kutumia watu, vitu na mambo mengine kama hayo. Wapendwa ndugu zangu, katika kishawishi cha kwanza tulichokisikia katika somo letu la Injili, Yesu anashawishiwa atumie vibaya uwezo wake wa kimungu. Hata hivyo, anamjibu shetani kuwa maisha ya binadamu hayategemei tu chakula cha kimwili, bali pamoja na mambo mengine, binadamu anahitaji pia chakula cha kiroho ambacho ndio neno la Mungu. Wapendwa ndugu zangu, kishawishi cha pili, shetani anamlazimisha Mungu atende muujiza na ishara katika mazingira ambayo havihitajiki. Hivyo shetani hapa anatuwakilisha binadamu tulio wengi, kwani imani yetu juu ya uwepo wa upendo wa Mungu kwetu sisi hutegemea sana miujiza na ishara mbalimbali. Yesu anamjibu shetani kwa mkato kuwa hana ruhusa ya kumjaribu muumba wake. Hivyo sisi kama wafuasi wake tuombe imani thabiti ya kuyapokea yote yanayotokea katika maisha yetu. Ndugu zangu, kishawishi cha tatu, shetani anamjaribu Yesu kumpima kama ana uchu wa mali na madaraka, ili mwishoni aweze kumsujudia. Yesu anafahamu kuwa ni Mungu peke yake anayestahili kuabudiwa na si vinginevyo. Hivyo hatendi kadiri ya matakwa ya shetani. Na zaidi ya hilo, majivuno ya shetani ambaye ni kiumbe yanamkosesha ufahamu juu ya muumba wake, na hivyo anajidanganya mwenyewe kuwa yeye ndiye Bwana wa vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Kishawishi cha mali na madaraka ni nyeti kwa binadamu tulio wengi. Tutaweza kushawishiwa kwa kutumia mali. Mali zinatuingiza katika hatari sana ya kumsahau Mungu, tukajishughulisha hata na kutafuta mali, na hata tukishapata tunamsahau kuwa Mungu yupo. Hivyo tunaalikwa kutafakari kwamba mali, vitu, hata watu visitufanye sisi tukose kumtafuta Mungu, tukose kufuata njia za Mungu, tukose kuwa waaminifu katika imani. Wapendwa ndugu zangu, katika Dominika hii ya kwanza ya Kwaresma tunatafakari mambo kadhaa. Kama Wakristo hatuwezi kukwepa kukumbwa na vishawishi, kwani Yesu mwenyewe alishawishiwa. Je, tunafanya nini baada ya kushawishiwa? Daima tusiruhusu hata mara moja vishawishi vitutawale, badala yake tuvitawale kama Yesu alivyofanya. Katika vita hivyo hatuna budi kwanza kutambua uwepo wa vishawishi katika mazingira tulipo na kisha kupigana navyo. Tusivitoroke vishawishi, tusivikimbie, bali tukabiliane navyo. Vile vile tusiwe na muono hasi tu juu ya vishawishi, kwani vinatusaidia kwa namna moja ama nyingine kujipima ni kwa kiasi gani tuna imani thabiti katika Ukristo wetu. Hivyo vishawishi pia vinatupima imani yetu. Wapendwa ndugu zangu, Mungu ametujalia na maweza mbalimbali, zikiwemo karama tofauti na mengineyo. Tujiulize, je, tunavitumiaje hivyo vipaji na karama zetu? Tukumbuke kuwa Mungu ametujalia hayo yote ili tuweze kufaidiana. Tusimruhusu shetani atushawishi kutumia maweza yetu kadiri ya matakwa yetu, kwani tutakuwa tunapigana na mpango wa Mungu. Tunaalikwa tufuate mfano wa Yesu ambaye hakutumia nguvu zake za kimungu kwa manufaa binafsi. Zaidi sana
tujichunguze juu ya uthabiti wa imani yetu kwa Mungu. Mkristo ambaye imani yake hutegemea miujiza na ishara ni mfu kiimani. Tukumbuke kuwa mafundisho ya Yesu hayakutegemea juu ya mhimili wa miujiza na ishara. Yeye alifanya miujiza na ishara chache sana, na ni katika mazingira ambayo alionja kuwa ingesaidia kuongeza na kuimarisha imani ya wasikilizaji wake. Tusimlazimishe Mungu kutenda kadiri ya matamanio yetu, bali tumuombe atusaidie katika mahitaji yetu ya kila siku. Ndugu zangu, vile vile tukumbuke kuwa tamaa ya mali, vitu na madaraka ndivyo vilivyowadondosha hata wazazi wetu wa kwanza. Hivyo ni vitu vinavyotuhangaisha tulio wengi, kiasi kwamba huchukua nafasi ya Mungu na hivyo kumsahau kabisa. Katika maisha yetu ya leo, watu wanaona wameua imani, wana mambo za imani za kishirikina zinazidi kupamba moto. Tunaona na haki haitendeki kwa wanyonge na wahitaji kutokana na tamaa iliyokithiri juu ya mali na madaraka. Huu ni ugonjwa ambao umewavamia watu wa kanisa na wale walio nje ya kanisa. Ni ugonjwa ambao unahitaji tiba ya haraka. Waamini wapendwa, je, tumejaribu kujiuliza ni nini tunachokitafuta katika mahangaiko hayo? Tuache tabia ya kupenda kuonekana tu bora zaidi kuliko wengine. Tuache kutamani madaraka kwa lengo la kuwanyanyasa wengine. Haya yote yanapingana na mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, tuijengee fadhila ya unyenyekevu, kwani hii fadhila ya unyenyekevu itatusaidia kupokea hali yetu tulionayo ya kuwa viumbe. Kwa kufanya hivyo, hatutatamani mambo makubwa yapitayo uwezo wetu, na daima tutamtegemea Mungu aliye muumba wetu katika yote tufanyayo. Tumombe Mwenyezi Mungu atujalie neema yake ili tuzing'amue hila za shetani na kuzishinda. Mwishoni turithi uzima wa milele huko mbinguni. Nawatakia Dominika njema.